Nikitazama marafiki zako wa karibu, ninaweza kuona kesho yako. Karibu tena kwenye safari ya kumjenga kijana bora. Mzazi, mlezi, mwalimu, leo nataka nikuulize swali. Je, unawajua marafiki wa mtoto wako? Na kama wewe ni kijana unanifuatilia, je, unawajua watu wanaokuathiri zaidi? Kuna msemo unasema, nionyeshe marafiki zako, nitakuonyesha maisha yako. Je, huo ni ukweli? Hebu tusikilize simulizi yetu ya leo. Katika shule moja kulikuwa na wasichana wawili. Mmoja aliitwa Rehema, mwingine aliitwa Sara. Walikuwa na akili sana. Walikuwa na ndoto kubwa, lakini walipoingia kidato cha 3, maisha yao yakaanza kubadilika. Rehema alianza kujiunga na kundi lililopenda kusoma baada ya vipindi. Walisaidiana, walihimizana, walikuwa wanasahihishana. Sara naye alipata kundi jingine. Kila siku walizungumza zaidi kuhusu mitindo, umaarufu wa mitandaoni na wakawacheka wanafunzi waliokuwa wakijituma. Mwaka mmoja baadaye, hakuna aliyegundua kilichobadilika, lakini tabia zao zilikuwa zimebadilika kabisa. Ndoto hazikufa kwa siku moja, zilibadilishwa na mazungumzo ya kila siku. Ukweli uliojificha ni huu: marafiki si lazima kushawishi kufanya jambo baya. Hapana, wakati mwingine wanabadilisha kile ambacho unakiona ni cha kawaida kila siku, na taratibu maamuzi yako hubadilika. Katika dunia ya leo, watoto na vijana wana marafiki wa aina mbili: marafiki wanaokutana nao shuleni na marafiki wanaofuatana nao kupitia simu. Influencers, cameras, creators na celebrities. Swali si kama wanaoshawishi, hapana. Swali, wanawafundisha nini? Mtazamo mpana ni huu: kisaikolojia, binadamu hujifunza kwa kuiga. Ndiyo maana mazingira yana nguvu kuliko tunavyofikiri. Na kwa upande wa familia, mtoto anayepata mazungumzo mazuri nyumbani huwa na uwezo mkubwa wa kuchagua marafiki wenye ushawishi chanya. Na kwa upande wa teknolojia, leo rafiki anaweza kuwa mtu ambaye hujawahi kukutana naye ana kwa ana. Ndiyo maana wazazi wanahitaji kujua si watoto wao wana marafiki gani pekee, bali pia wanafuatilia maudhui gani mtandaoni. Wiki hii tulipata wasaa wa kuzungumza na wazazi na tuliwauliza swali hili: ni jambo gani unaloliogopa zaidi kuhusu marafiki wa mtoto wako? Baadhi ya majibu waliotujibu yalikuwa shinikizo la kufanya mambo mabaya, kupoteza malengo ya maisha, kutumia muda mwingi kwenye simu kuliko kujifunza. Lakini mzazi mmoja alisema jambo lililonigusa sana: siogopi marafiki wa mtoto wangu, ninaogopa hali ya kutokumjua mtoto wangu. Hilo ni somo kubwa. Dakika ya familia. Wiki hii muombe mtoto wako kutambulisha rafiki mmoja anayemwamini zaidi. Usimhukumu, muulize, ni kitu gani unakipenda kwa rafiki huyo? Majibu yanaweza kukusaidia kueleza tabia anazozivutia. Mzazi, jiulize, je, nyumbani kwako mtoto anapata mazingira yanayomfanya awe huru kuzungumza, au anaogopa kukueleza hata rafiki zake? Mahusiano mazuri nyumbani huanza na kusikilizana. Marafiki wazuri hawakufutii ndoto zako, wanakusaidia usiziache. Kikoba cha maisha. Mzazi, mfundishe mtoto wako kuuliza swali kabla hajafuata kundi lolote. Je, watu hawa wananisogeza karibu na ndoto zangu au wananiondoa? Hilo liwe ni sehemu ya kikoba chake cha maisha. Wiki hii tengeneza dakika 20 za familia. Kila mtu azime simu. Kila mmoja aseme rafiki mmoja aliyemsaidia kuwa mtu bora, na ni somo gani alilojifunza kutoka kwake. Hii itawafundisha watoto kuchagua marafiki kwa hekima na si kwa maarufu. Swali la wiki. Kwa maoni yako, ni sifa zipi 3 ungependa mtoto wako azifuate kwa rafiki yake wa kweli, na kwa nini? Leo tumejifunza kuwa marafiki wanaweza kuwa daraja la kuelekea kwenye ndoto au njia ya kuzipoteza, lakini bado kuna adui mwingine mkubwa kuliko marafiki wabaya. Ni adui ambaye huingia taratibu na huiba muda, ndoto na umakini. Wiki ijayo tutazungumzia kuhusu, je, simu inamlea mtoto wako kuliko wewe? Kwa sababu katika dunia ya leo, mapambano makubwa si ya kupata simu, ni ya kujua ni nani anayeongoza akili ya mtoto wako. Usikose kila Ijumaa kufuatilia safari ya kumjenga kijana bora. Kutoka Hidden God Insight, mimi ni Ada Iligo.